Imenishtua kidogo hapa. Hapana. Kuna taarifa zimenishtua ziko kwenye gazeti la Nipashe hapa, ukurasa wa 5. Kama imeshoka alama lakini bahati mbaya nikaipita. Okay. Yaani kuna mkazi wa kijiji cha Bermi wilayani Babati huko mkoani Manyara. Anaitwa Hamisi Mfangavu. 42 years old. Amehukumiwa kutumikia kifungo cha miaka 6 gerezani. Kwa sababu? Na kulipa fidia ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumkata masikio mtoto wa jirani yake mwenye umri wa miaka 13. Na jina limehifadhiwa. Yaani ulize sababu ni nini? Ngoja kwanza. Kamkata masikio? Kamkata masikio na wembe. Huyu mtu huyu mtoto design kama alikuwa naiba yai moja la kuku, sawa? Yai. Si ndio? Kaka mtu kamkuta inavyosemekana kwenye story. Kamshikilia wakati kaka huyu mtu kaja. Kasema huyu ngoja mbane kwanza. Akaenda si wapi, karudi, kamchukua mtoto huyu kaenda naye chumbani. Kamkata masikio. Kampa kipondo. Yaani hadi kichwani, hadi kifuani huko. By the time mtoto anafika hospitalini, nile sikio moja lining'inia hivi. Imagine. Imeanzia na yai. Alikuwa na yako yake. Ndio shida ya mtu ambaye kuna mambo anayapitia. Akija yanalipuka, unasema huyu mbona haifanani na kosa? Hata kama kaiba ni yai ya kuja masa miaka 6. Matibabu ya huyu mama ambaye anazunguka huku na huku. Mtoto ameshakuwa ana kilema sasa hivi. Imagine. Yaani hiyo story. Thubutu. Ukumchukua mtoto wa mtu na ingia naye chumbani kwenda ukatili wa hali ya juu. Alafu wembe unajua bora ningesema mkasi. Kwa sababu mkasi ni wembe unajua hata I'm sorry I had to say this story kwamba hii jambo sio la kawaida, na matukio kama haya tunaweza sema labda kwamba sasa hivi taifa ni nyingi. Hapana. Hii maeneo ya ukatili hasa kwa watoto yameshakuwa mengi sana na ni ajabu pia. Afadhali huyu maisha yake anayo. Kuna mwingine ndio kuna sababu ndogo tu, mtu sio hakuleta kuni au alikataa kusalimia. Unakumbuka hiyo story? Yeah. Alikataa kusalimia yule mtoto. Wa miaka 3. Si ile ni wapi? Shinyanga. Miaka 3 yule. Yule mtoto wa miaka 3 ambaye ameuliwa na bibi yake. Alinyongwa. Kwa sababu akumwamkia.